Muhammad alayhi salatu wasalam ametueleza na mifumo namna ya kuishi na wake zetu katika masala ya kuamrisha mema. Mwanamke anapokataa kuswali, na sidhani kama atakataa kuswali kwa sababu ni amri, labda atakuwa amedharau. Sasa wamewekewa mwanamke huyu muhame kitanda kabisa, lala kando. Wengine wakwambia muhame chumba, alale peke yake. Inafika wakati ikiwa amekataa mwanamke kama huyu, kwa sababu ni suala la swala, imefika baadhi ya maulama kueleza masala haya ni amwache ende zake kwao, kwa sababu amekataa kusimamisha ibada ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa msingi mkubwa wa ndoa ni watu kusaidiana, at-taawanu fi dunya wal akhirah, kusaidiana masala hapa duniani na kesho akhira. Mwanamke anapokataa kuswali na ukamwamrisha, lazima usimame kama mwanamume. Mwanzo mkatekate, labda ukatae chakula chake, muhame chumba, na sidhani kama utafikia hiyo ya kwanza. Mwanzo utamuongelesha, akikataa kuongeleshwa maneno ya laini hasikii, mwambie bana, mimi madamu wewe huswali, mimi na wewe ikifika hapo bana, wewe huswali, nenda zako nyumbani. Kwa hivyo lazima swala hili lichukuliwe serious sana katika nyumba. Sasa swala inaweza fanya watu waachane. Swala watu waweza kaachana kwa ajili ya ibada. Kwa ajili ya ibada. Na mtu akaingia katika wale ambao kwamba mtu ambaye kwamba tahabba fillah, tulipendana kwa ajili ya Allah, watafarraka alina, tukafarikiana kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maadamu ni la swala, sikukosana peke yake. Kwani mangapi yametokea matukio mangapi watu wanaachana kwa ajili ya ibada, watu wanateta, watu kwa ajili ya suala la Allah subhanahu wa ta'ala. Usiingize hisia zako suala la Mola, kumridhisha Mola. Ikiwa watu waliua wenzao kwa ajili ya Allah, kaifa itakuwa hili? Na yeye imeeleza katika suratul Mujadila, mwisho kabisa ukiisoma hiyo sura, ni suratul Mumtahina, mwisho kabisa unapoisoma utaona Mola anasema la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah. Hutopata watu ambao kwamba wanaamini Allah na kuamini siku ya kiyama, wanawapenda na kushirikiana nao na kuamiliana nao wale wenye kumfanyia wadui Allah na mtume wake. Walau kanu abahum au abnaahum au ikhwanahum au ashiratahum, hata kama ni watoto wao, hata kama ni mababa zao, hata kama ni ndugu zao, hata kama ni jamaa zao, maadamu ni suala la kumpinga Allah. Na katika kumpinga Allah swala iko ama haiko? Iko. Kwa hivyo lazima tusimame kama mababa nyumbani, swala ipate kusimama vizuri. Huyo mwanamke ni muhame chumba, mwanzo muongeleshe, pili muhame. Na sidhani kuna mwanamke akakubali kuhamwa chumba. Hiyo ni adhabu kubwa sana sana.